Habari na tumaini mko poa na mko salama kabisa. Kuna jambo ambalo nimeamua nije hapa nilizungumzie na utakuwa ni mwendelezo wa tips au wa videos za namna hii ambazo nitakuwa nikizungumzia mambo ambayo pengine nimekuwa nikiyazungumzia kwenye videos za zamani na wengi mmekuwa mkiasikia kule, lakini mnakosa ufafanuzi zaidi. Hapa nitapenda nizungumzie mambo muhimu tu ambayo nimekuwa nikiulizwa sana kwenye baadhi ya comments katika videos ambazo tunakuwa tunaziweka katika mitandao ya kijamii. Jambo la kwanza kabla sijaanza kuzungumzia hayo mambo ni advice. Ninaanza na ushauri kwanza. Najua wengi wamekuwa wakinunua ramani kwetu na wengine kwa kutokufahamu mambo mengi kuhusiana na ramani za nyumba, wakishafikisha katika usawa wa boma, sasa wameshamaliza lile boma, wanatakiwa kuanza kupaua bati. Wanapotafuta wataalamu wa bati na kuwatajia idadi ya bati ambazo zinakuwa ni nyingi, wanaamua kubadilisha gia au kubadilisha maamuzi. Sasa wanakuja kwenye option ya pili. Sasa hapa kama vipi tuipaue nyumba hii katika namna ya hidden roof au contemporary, watu wanasema hivyo. Wengi wamekuwa wakifanya hivyo, lakini nilikuwa naomba nikwambie kitu hapa. Kama una mpango kufanya jambo hilo, basi acha au sitisha mara moja, na badala yake tumia mfano huu wa ramani hii na kuonesha hapa. Hizi ni southern roof wanaita, lakini pia sisi tumezoea kuita slope. Aina hii ya upauaji ni salama sana, au ni mbadala wa nyumba yoyote ile ambayo ni multi pitched. Naposema multi pitched inamaanisha nyumba yote ambayo ina bati la kuonekana, bati la kuinuka juu, sawa? Kwa hiyo kama jengo lako umeliweka tunalitengeneza au ramani yake ilikuwa ni ya bati la mwinuko wa juu, basi kama utaona kwamba idadi ya bati utakazotumia zitakuwa ni nyingi na unataka kubadilisha kuwa hidden roof, kwa usalama zaidi wa jengo lako ni vyema ukatumia slope, kwa sababu majengo mengi ambayo tunatengeneza yakiwa na bati la kawaida la kuinuka juu huwa yanakuwa na nakshi za kona kona nje ya jengo kulifanya jengo liwe na muonekano mzuri, lakini pia hata bati ziweze kutengeneza muonekano mzuri. Nafikiri hili mnalizingatia sana Yes. Lakini pia majengo ya hidden roof au majengo ya bati za ndani huwa ni majengo ambayo hayatakiwi kuwa na kona kona za nje ya jengo, sawa, ili kuhakikisha kwamba hakutakuwa na ugumu wowote ule wa namna ambavyo jengo litavuna maji yake kutoka juu ya jengo na kuyashusha chini. Kwa maana ya kwamba aidha maji ya mvua yanapokuwa yananyesha, kusiwe kuna ugumu wote wa yale maji, sawa, kuvunwa kutoka juu kushuka chini. Unaweza kukutana na mafundi ukakushauri ukatengeneza vitu vingi sana juu, lakini kadri unavyozidi kutengeneza mikondo ya maji juu ya jengo lako, unazidi kuitengenezea hatari jengo lako kuvuja. Wengi wamekutana na hii changamoto, na hapa ninakukumbusha tu ya kwamba southern roof au mpangilio muonekano wa bati wa slope ndio mbadala sahihi wa wazo lako, kama unataka au kama unaona jengo lako litatumia bati nyingi sana na hauwezi kuzifikia au hauwezi kuziafford au hauwezi kukidhi kuzinunua bati hizo. Na jambo lingine ni hivi, swali jingi limekuwa linakuja au maswali mengi yamekuwa yanakuja, ni kwamba kwa nini kwenye material ambayo nyinyi mnatoa ni idadi ya tofali za boma, bati na mbao za keti pekee na sio material mengine ambayo yanakamilisha jengo mpaka kukamilika? Hili swali limekuwa likijirudia sana, lakini naomba nilijibu hapa. Ukweli ni kwamba material mengi ambayo huwa tunakuwa tunayatoa au kuyaestimate yanatakiwa kutokana na ramani, yanatakiwa yaendane, sawa, na yaendane na ramani ambayo imetolewa, sawa. Na kama yakiendana na ramani ambayo imetolewa, basi yaweze kutokea vile vile kwa site tofauti tofauti, na maanisha kwamba yasitofautiane kati ya kiwanja na kiwanja. Yani mtu atakayejenga huku atumie data zile zile na alijenga huku atumie data zile zile. Na ndio maana majibu yanakuja ni kwamba material mengi ambayo tutatakiwa kuyataja hapo huwa yanabadilika kutokana na mazingira ya ujenzi site. Mfano wa kwanza ni mchanga utakaotumika wakati wa ujenzi. Kumbuka aina ya mchanga haufanani, yani kuna tofauti kati ya aina mchanga ambao utatumika katika ujenzi katika eneo lako na eneo la mwenzako, sawa? Yes. Kwa maana hiyo, kwa hiyo aina mchanga inamata sana, lakini pia kuna mazingira na uwepo wa magonjwa mengi ambayo yanakuwa yanaathiri kuta zetu. Kwa hiyo kiasi kwamba kama utatumia layer ambayo ni nyembamba sana kwenye kupiga lip katika jengo lako, pengine ukalifanya jengo lako kuathirika zaidi. Kwa hiyo sometimes hali ya hewa ya eneo husika inaweza kukufanya wewe uhakikishe kwamba unajaza zaidi, unatumia kiwango kikubwa sana cha mchanga
kuhakikisha kwamba ukuta ule hata kama utaathirika, basi madhara yake yasije yakatokea na kuathiri jengo zima au kuathiri ubora wa jengo zima. Hii ni kwa upande wa mazingira, lakini pia ukiangalia material mengine yote yanaendana na sababu hizo hizo, isipokuwa tu ile tofali za boma, kwa sababu baada ya kuinua msingi kinachofuata ni kufuata vipimo vinavyotokana na ramani na sio kufuata vitu vinavyotokana na site. Sawa, isipokuwa wakati wa kuandaa msingi, na ndio maana hata data za msingi nazo huwa hatuzitoi. Kwa nini? Ni kwa sababu data nazo za kuandaa msingi zinabadilika kutokana na mazingira ya ujenzi site, zikitegemea vitu vikuu viwili. Cha kwanza ni aina ya udongo ambao unapatikana kwenye kiwanja chako. Aina ya udongo unaopatikana kwenye kiwanja chako ndio unaotoa majibu ya kwamba wewe hapo msingi wako utaenda chini kwa urefu kiasi gani, sawa, na utatumia material mengi au machache kiasi gani. Hiyo ni aina ya udongo. Lakini sababu ya pili ni shape ya kiwanja chako, kwa sababu kuna baadhi ya viwanja either upande mmoja una mwinuko, mwingine una bonde na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nayo pia ili uweze kuhakikisha kwamba una level, una shape kiwanja chako kiwe katika usawa kabla uanze kujenga boma lako, lazima hiyo sababu either ikuwekee material mengi kwenye kuandaa msingi au ikupunguzie material wakati wa kuandaa msingi wako. Kwa hiyo vitu ni vingi sana ambavyo unatakiwa kuvijua, lakini idadi ya tofali ambazo zinatumika kujenga boma zitafanana hata kama utakuwa unaijenga wapi. Wewe unaijenga baharini, wewe unaijenga kwenye udongo wa finyanzi, wewe unaijenga kwenye tope, kwenye mchanga, tofali za kuandaa boma zitabakia vivyo, kwa sababu tayari msingi umeshautengeneza katika level ambayo iko usawa, au katika level ambayo tayari ni sawa kuweza kuanza kutengeneza boma. Sawa? Yes. Lakini pia ukija kwenye mbao za kenchi, hizi zina asilimia ya kubadilika kutokana na mpangilio wa atakayekuwa anakujengea, japo hazitabadilika sana, lakini zinaweza kuongezeka au kupungua. Idadi ya bati nazo pia, kama fundi atakuwa akifata maelekezo na vipimo vyote vilivyowekwa kwenye ramani hiyo, basi idadi ya bati na nazo pia hazitaweza kutofautiana na zile ambazo zimetajwa hapo. Zinaweza kuongezeka lakini isiwe sana, na zinaweza zikapungua isiwe sana. Sawa? Yes, nafikiri hapo naweza nikawa nimejibu baadhi ya maswali ambayo mmekuwa mkiniuliza sana, lakini pia video hii haitakuwa ya mwisho. Bado nitaendelea kutoa elimu, nitaendelea kuwaelewesha pale ambapo nitahisi sasa kuna jambo au kuna swali limeulizwa na linahitaji majibu ya public kama hivi, na kila mmoja aweze kunufaika kwa majibu haya. Mimi nawapenda sana, karibuni sana.